anahudumia kifungo cha miaka 12 gerezani licha ya kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama ya juu iliyompata na hatia katika kesi ya ufisadi iliyosikilizwa na kuamuliwa katika mahakama ya juu nchini. Waititu aka baba yao pamoja na mkewe na watu wengine wawili walipatikana na hatia mnamo Januari mwaka 2025 na hatimaye kufungwa jela. Ungana nami mwanahabari wako mpekuzi Emmanuel Simiyu nikupekulie masaibu ya Waititu kutoka katika kiti cha kifalme hadi gerezani. Alichaguliwa kama gavana wa pili wa kaunti ya Kiambu mwaka 2017 baada ya kumbwaga mpinzani wake ambaye alikuwa gavana wa kaunti hiyo wakati huo, William Kabogo, alipochaguliwa kwa zaidi ya kura 300,000. I, Ferdinand Ndung'u Waititu Babayao, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Kiambu. Aliapishwa na kuchukua tamu za uongozi kama gavana huku akiwa na matumaini ya kubadilisha hali ya Kiambu pamoja na maisha ya watu wake. Baba yao aliingia afisini akiwa ameandamana na masaibu chungu nzima, kwani alikuwa amejipata katika mikono ya polisi mara kadha wa kadha akishutumiwa na makosa mbalimbali ikiwemo matamshi ya chuki dhidi ya jamii ya Wamasai, ambapo baadaye aliomba msamaha kwa Wakenya kutokana na matamshi yake. Mwaka wa 2014 mahakama ya juu iliamua kwamba Waititu hafai kamwe kushikilia afisi yoyote ya umma kwa sababu ya kimaadili. Kinaya ni kwamba mwaka 2015 Waititu alichaguliwa kama mbunge wa Kabete katika uchaguzi mdogo uliofanyika baada ya kifo chake George Muchai ambaye aliuawa katika mitaa ya Nairobi. Baadaye katika uchaguzi wa mwaka wa 2017 ndipo alichaguliwa kama gavana wa Kiambu na baadaye kudumu kwa takriban miaka 2.5. Baba yao hatimaye alijipata na kibano. Januari 30 mwaka 2020, hoja ya kumbandua mamlakani Waititu iliyokuwa imewasilishwa katika bunge la seneti ilijadiliwa na hatimaye maseneta walimpata na hatia Waititu na kumfurusha kutoka uongozini, kisha nafasi yake kuchukuliwa na msaidizi wake James Nyoro. I, James Karanja Nyoro, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Kiambu County. Licha ya kukata rufaa, juhudi zake za kubadilisha uamuzi wa seneti uliambulia pakavu. Asichokuwa akijua ni kwamba safari yake ya kuingia jela ilikuwa imeng'oa nanga. You pay a monthly fine of 51,249,000 equal to 2 times the benefits, and in default then you serve 7 years imprisonment. Mwaka wa 2019 tume ya maadili na ufisadi EACC ilikuwa imeanzisha uchunguzi dhidi ya gavana huyo wa zamani, ikiwemo makosa ya utepetevu katika utoaji tenda, uchunguzi uliohusisha mgongano wa kimaslahi yani conflict of interest, udanganyifu pamoja na utakatishaji wa fedha yani money laundering. Zaidi ya hayo, mahakama ya juu ilifungia mali ya takriban bilioni 1.9 ambayo ilikisiwa Waititu alizipata kwa njia isiyoeleweka. Kesi hiyo ambayo inahusisha ufisadi wa milioni 588 na ambayo imesikizwa kwa takriban miaka 6
katika mahakama ya juu nchini iliamuliwa mnamo Januari 12 mwaka 2025. Katika uamuzi wake, jaji wa mahakama ya juu Thomas Nzioka aliwapata Ferdinand Waititu pamoja na mkewe na watu wengine wawili na makosa ya ufisadi. Walipatikana na hatia ya mgongano wa kimaslahi, yani conflict of interest, pamoja na mashtaka mengine baada ya kupokea mamilioni ya pesa kutoka kaunti ya Kiambu. Wengine wawili ni pamoja na Charles Chege na aliyekuwa afisa wa barabara katika kaunti hiyo, Injinia Luka Mwangi. Kulingana na jaji huyo, Waititu alikosa kutumia kiapo alichohapa katika kuitumikia afisi ya umma. Ferdinand Waititu aka baba yao alipatikana na hatia na kufungwa gerezani miaka 12 au faini ya shilingi milioni 53.9. Kwa sasa anaendelea kutumikia kifungo chake cha miaka 12 licha ya kukata rufaa, huku akipinga vikali uamuzi wa mahakama ya juu. Je, atafaulu katika rufaa yake au ataendelea kula maharagwe gerezani? Emmanuel Simiyu, Sauti Mzalendo.